katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika duniani, ambapo katika mkoa wa Arusha yamefanyika katika kata ya Namanga wilayani Longido mkoani Arusha, huku yakihudhuriwa na katibu tawala wa wilaya hiyo Rahma Kondo. Ameeleza kuhusiana na kuwepo kwa matukio mbalimbali ya unyanyasaji, ubakaji na uzururaji wa watoto, huku akitoa maagizo kwa wazazi kukaa na watoto wao pamoja na kuwafundisha mafunzo mema yanayotakiwa katika jamii. Nasisitiza umuhimu wa kutunza familia zetu. Wazazi lazima wawe mstari wa mbele katika kuhakikisha mtoto anapata haki zake za msingi, ikiwa ni pamoja na haki ya kusikilizwa, kulindwa, kuheshimiwa, kupata huduma bora, malezi, mavazi na chakula. Aidha, unyanyasaji wa watoto bado ni tatizo katika jamii yetu. Unyanyasaji huu upo katika vitendo vya ubakaji, ulawiti, ukatili wa vipigo na kufanyishwa kazi ngumu. Natoa wito kwa wazazi wote wilaya ya Longido tuwajibike kuhakikisha vitendo vya kikatili dhidi ya watoto vinatokomezwa. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wale wote watakobainika kuwa wanatenda vitendo vya kikatili kwa watoto. Hapa naomba nisisitize watoto, nimesema tumeona igizo hapa. Wazazi wote wilaya ya Longido, natumia fursa hii kuwasisitiza kwamba jukumu la kulinda mtoto ni la kwangu na la kwako. Hivyo inatakiwa tuwalinde watoto kwa kina. Hali imekuwa sio nzuri, hatuaminiani ndugu na jamaa. Hakikisha kwamba unajua mtoto wako muda aliotoka, amekwenda wapi na amerudi kwa muda sahihi. Ni mategemeo yangu kwamba hatutegemei kuona mtoto anazunguka muda wa jioni, muda umepita wa kutoka shule, lakini mtoto yuko mtaani. Namanga kumekuwa na tatizo la watoto, unakuta wanazunguka tu mtaani jioni, usiku. Yaani mzazi haujui mtoto wako alipo. Hiyo kitu sio nzuri. Watu wameharibika, watu wamekuwa hawana utu. Tulinde watoto wetu. Kwa jina naitwa Luciel Kumai, ni katibu wa cluster ya Namanga, ambapo tunajumuisha makanisa matano katika umoja wetu, tukimaanisha kanisa la TAG, Anglican, Lutheran, FPCT pamoja na Baptist ya Longido. Leo tumejumuika kwa pamoja kwa ajili ya kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, ikiwa ni kumbukumbu ya kile ambacho kwa kimefanyika baada ya waasisi wa nchi zetu kukubaliana kwamba paepo na maadhimisho kila tarehe 16 ya mwezi wa 6 kila mwaka. Basi nasi tukwa kutii na kwa ajili ya kuadhimisha tumekutana, lakini pia tunashukuru kwamba tumeshirikiana na wadau wengine ambao tunashirikiana kwenye mambo ya mtoto, ikiwepo halmashauri yetu ya Longido pamoja na wadau wengine wa maendeleo. Lakini pia kupitia siku hii tunatuma ujumbe mkubwa sana kwa yale ambao tunafanya, kwamba kupitia shirika la Compassion International Tanzania tunaangaza eneo la ulinzi wa mtoto pamoja na kuwasaidia watoto katika maeneo makuu manne, ikiwa ni elimu, uchumi, swala la kiafya na kijamii. Lakini pia tunashirikiana pia na wadau wengine kufikisha elimu ya ulinzi wa mtoto, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa salama, na pia wanapopatwa na matatizo au unyanyasaji namna gani wa kuweza kuripoti, kuweza kupata msaada kupitia vyombo vya ulinzi na sheria. Lakini pia tunashukuru kwamba pia kupitia wazazi tunatoa elimu mbalimbali kwa ajili ya ulinzi wa mtoto, na pia tunawawezesha kiuchumi ili pia waweze kujikwamua kiuchumi, waweze kusaidia familia zao kujikwamua. Asante, mimi naitwa Victoria Cleopas Mao. Ni moja kati ya vijana waliofadhiliwa na shirika la Compassion. Mimi kwa upande wangu nimenufaika mambo mengi. Moja ni kati ya elimu, wamenisomesha, lakini pia wamenilea kiroho. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nimenufaika kutokana na shirika la Compassion. Kwanza inanifanya nijione kwamba ninapendwa, ninathaminiwa, ndo maana kukawa na hii siku. Kwa hiyo inanifanya nijione mimi ni bora